ya kutafuta wahuni wakichoma ofisi za serikali ni yule naibu rais wa zamani mwenye tulifukuzwa anaitwa Rigathi Gachagua. Huyo sio mtu ya kuomba Mungu, huyo ni mtu ya kutuma polisi waende wakamate yeye, wapeleka yeye jela, waende wafunge na Kenya inasonga mbele. Kwa sababu vile tulipata independence mara ya kwanza, rais wa Kenya alikuwa mzee Jomo Kenyatta. Wakati mzee Jomo Kenyatta, wakati hiyo shamba yote ya Kenya haikuwa na title deeds. Ile title deeds ambayo ilikuwa kwa wazungu walikuwa wamerudi kule ng'ambo. Wakati yeye alikuwa anaendesha shughuli kama rais wa nchi ya Kenya, akinyakua mashamba, hakuna mwenye alimwambia one term, hakuna mwenye amwambia he must go. Akachukua mashamba ila alichukua mpaka vile Mungu alimuita akatoka kwa kiti. Wakati alikuja Moi, ndio wale watu kutoka huko mahali wa Mnyora anatoka wakaanza kusumbua Moi. Moi alisumbukana pamoja na kupanga nyama ya kupindua serikali yake kwa sababu ya jina yake ile ya Moi. Kama angekuwa na jina ya Kamau hangesumbuliwa. Yeye amesumbuliwa akaondoka. Ikakuja Mwai Kibaki. Mwai Kibaki pia alikuwa mtu mlevi, mtu ya kukunywa tu hii chang'aa. Anakunywa mpaka nilisikia alikuwa anakunywa mpaka anajikojolea. Mpaka wanaficha wanabeba wanapeleka yeye hapo. Alikuwa akikaa kwa mkutano anashikwa na usingizi analala. Hakuna mwenye aliambia Kibaki one term, hakuna mwenye aliambia Kibaki he must go. Akafanya makazi tamu yake mbili kaisha, akaondoka akaenda nyumbani. Wakati yeye aliondoka ikaja Uhuru Kenyatta. Pia Uhuru Kenyatta na shida yake, mlevi kidogo, mashamba hapa. Hakuna mtu alimwambia one term, hakuna mtu alisema he must go. Akaondoka akaenda. Sasa imekuja William Ruto, wanamwambia one term, wanasema he must go. Sio kwa sababu yeye ni mbaya, sio kwa sababu hakuna kazi ambayo amefanya, ni kwa sababu ya jina ya Samoei Arap Ruto. Kama angekuwa William Kamau, William Njuguna, hakuna mtu angesema yeye one term aondoke aende. Kwa hivyo mimi ningependa kuambia hiyo watu kwamba sisi wote wanaume tulizaliwa tukabebwa kwa tumbo ya mama. Na tumbo ya mama huwa inabeba watu wote sawa. Mama akiwa Mkalenjin, tumbo yake inaweza beba mtu wa kabila yote. Hata Mjaluo inabeba, si inabeba? Si mimi tumbo ya mama yangu unaona libeba mimi ni Arabu yeye na lakini mimi kabeba mimi. Kwa hiyo mimi naambia hiyo watu wale ambao wako na kasumba kwamba rais mpaka atoke katika jamii yao ndio wamheshimu. Mimi naambia hiyo watu ya kwamba chapati ndio ive watu wakule. Ikiiva pande moja unapindua pande nyingine ndio naiva ndio nakula mzuri. Sasa tumepatia miaka 5 ya kwanza William Ruto. Tunaenda kumuongeza term nyingine ya pili ikuwe miaka 10 alafu yeye sasa ndio aondoke. Lakini maneno ya kusema ati must go, ati one term, wanatafuta wakora, wanatembea, wanachoma police station, wanachoma mahakama, wanachoma ofisi ya DCC. Ofisi ya DCC sio ofisi ya serikali. Police stations sio police station ya serikali. Hii ni mali yote ya Wakenya because that is a place where Kenyans go to get services so that they can move forward to advance the well-being of the whole community and the whole society. Kwa hivyo nyinyi watu ya Mount Elgon msikuwe na wasiwasi. Sisi sio wajinga. Kwanza mnajua mimi kabila yetu kama yeye. Sisi wa Sabaot, sisi watu ambao hatuogopi mtu yeyote. Hatuogopi hata mvua. Hata nyuki hatuogopi. Kitu tunaogopa peke yake ni kifo peke yake. Kitu kingine hakuna sisi ambacho sisi tunaogopa. Mara hii wakipanga maandamano vile walifanya huko Nairobi, hata kama wamesema kwamba polisi sasa ni kama wamenyang'anya mamlaka ya kutumia bunduki yao sababu ya kushikwa na kuenda kufungwa na IPOA, mimi nimejitolea pamoja na wajumbe wengine wakitangaza maandamano huko Nairobi. Mimi natafuta basi 9 kila sub county tunaweka vijana hapo,
pia tunaenda kufanya maandamano huko Nairobi. Wasifikirie ati hao ndio wenye akili ya kufanya maandamano peke yake. Sisi tuko na akili pia ya kufanya maandamano, na tunajua kazi ambayo tunafanya, kwa sababu kuna pahali ambapo William Samoei Ruto anaenda 2027, tutamrudisha tena aende mpaka 2032. Na mimi naambia wale wa Kenya, wale ambao hawapendi kabila yake wapende kazi yake, wale ambao hawapendi kazi yake wapende sura yake, wale hawapendi sura yake hata wapende Wakenya wote wengine ambao wanamunga mkono, because we cannot continue allowing criminals to ravage the economy of our country, to continue terrorizing our people, bringing down businesses and enterprises. That is economic banditry, and we are calling for the arrest of our former Deputy President Rigathi Gachagua for committing crimes that are culpable before the laws of our country. Yeye ashindi sheria, akamatwe, aenda afungwe jela. Na sheria, tunataka sheria ifuatwe, na sheria ikuwe applied kwa usawa. Kama ni mtu mdogo, mtu ya changa, akipelekwa mahakamani anafungwa. Alafu mtu tajiri kama yule Rigathi Gachagua na wakora wake wenzake wale wengine, wakisikia wanachunguzwa na DCI, wanaenda kuchukua mahakama ya kotini ati wasichunguzwe. How do you know that somebody is innocent and you haven't looked at the evidence that the police are preparing to investigate an individual? How do you stop DCI from investigating an individual? We are telling our courts, the way we respect them, let them also respect the independence of the police. Na vile tunasema ya kwamba kila taaluma iko na umuhimu wake, na kila taaluma watu wamesomea. Hawezi ukamfundisha pastor jinsi ya kuhubiri. Yeye aliokolewa na Mungu, anajua vile anahubiri. Hawezi fundisha mwalimu jinsi anatakana afundishe watoto. Alienda teachers colleges akafundishwa jinsi ya kusomesha watoto. We are also saying that IPOA should stop lecturing the police and telling them on when and how to use their guns. Police are properly trained. They know when to use their gun. They know which criminal is dangerous and which criminal is not dangerous. They know how to arrest. Everybody afanye kazi ambayo alipatiwa ya kufanya. Siko namna hiyo. Watu wa Mount Elgon tumebaki na mwaka moja na nusu tufikie wakati ya kupiga kura. Mimi nataka nirudi hapa Mount Elgon hapa na niwaambie, mimi nataka tushikane pamoja na nyinyi. Hasa nyinyi wa mama, mfunge mimi kwa mgongo kabisa. Nyinyi ndio huwa hambagui. Nyinyi hamchaguangi huyu anatoka wapi, anatoka chini, anatoka juu. Popote mumeenda, unatoka hapa Mount Elgon, unaenda Mombasa, unakaa huko, unazaa watoto huko, mpaka unasahau ulitoka hapa, and you are just comfortable. Mimi nataka nyinyi wa mama mfunge mimi kwa mgongo na leso. Na mnifunge na leso ile ya Masai, mnifunge na leso ile ya Wasabaoti. Mtembee na mimi mpaka kule mbele, ndio mpaka tukomboe kaunti yetu hii ya Bungoma. Mimi sitaki kuongea kupita hapo. Niko hapa na shilingi 40,000 nitapea hii familia wasaidie kidogo hapo ile ambayo imepotea hapo. Alafu nichukue pia ingine 20,000 nipatie huyu pastor ambaye alihubiri hapa, na nimpatie kazi moja ya kufanya. Pastor, wende uhubiri, uombe Mwenyezi Mungu kwamba wale watu wote ambao wako hapa, kama kuna yule ambaye yako hapa ako na ugonjwa inafinya yeye mahali, ile ugonjwa iondoke iende ume wanyama ya msituni. Mungu awabariki sana. Asante sana Mheshimiwa Didmas. Mimi pia nataka ana kweli muda umeenda. Mimi ni mchungaji na huwa ninahurumia wachungaji sana, maana wao huwa wanakuja kwanza na wanakuwa wa mwisho. Mimi nataka niseme pole. Nimekuwa pamoja na familia hii tangu mambo ilipotokezea, tumetembea na wao. Nasema poleni. Pole kutoka kwa gavana wetu, mchango wake naamini ilifika. Yeye pia alituma pole zake
ya kwamba jamii mfariji, Bwana aweze kuwafariji. Jambo lingine ambalo nataka niseme kabla Mheshimiwa Didmas hajaenda ni kwamba umesema, nataka asikia haya maneno. Nataka nitasema jambo moja. Mheshimiwa Didmas, kabla hujaenda, umesema unataka wamama wakufunge kwa mgongo. Mimi nimekubali. Tumekuwa na empowerment programs ya kina mama kila mahali. Ninakuomba ukuje Mount Elgon, fanyia wamama empowerment pia, wachangiwe pesa, wafanye biashara, wanunue leso mzuri ya kukufunga. Asante. Poleni sana, sitasema mambo mengi. Mambo ya uwanja nimenote, nitapeleka kwa ofisi. Mambo ya fire station nimesikia, tumeweka kwa bajeti ya mwaka huu ambao unakuja, tutaleta fire station Mount Elgon. Lakini tumesikitika sana, tunaomba Mungu atusaidie tuwe na justice kwa wapendwa wetu walio tuacha. Asanteni, Mungu awabariki.